Nyinyi akina nani? Nyinyi akina nani? Na mnataka nini kwangu? Jitambue kwanza. Wewe ni nani? Na unataka nini katika maisha yako? Naulizwa. Mimi ni Lozi. Kwani mnataka nini jamani? Unafurahisha sana. Hebu jiangalie ulivyopendeza siku ya leo. Unajisikiaje ukiwa katika hali kama hii siku ya leo? Unajisikiaje? Unajisikiaje? Sasa sikiliza. Unamfahamu huyu? Ni mume wangu. Ndani sasa imeshindikana. Kwa sababu gani? Haiwezekani mimi kila siku ndio nafua nguo zangu. Hizi kazi ni za nyinyi wanawake na sio mimi mwanaume. Yaani nakwambiaje? Kama hautafua hizi nguo huko ndani, leo utaondoka. Huko ndani mimi ndio mwanaume nakwambia wewe mwanamke. Naona sasa umeanza kunipanda kichwani. Nahisi umenisahau Nakuuliza umenisahau? Unataka kujifanya sasa mbavu. Sikiliza nikwambie. Tena nisikilize kwa umakini, nisikilize, unisikie na utende ninachotaka kukuambia. Kati ya mambo haya mawili, chagua. Kufua nguo zako au kufua za kwako na za kwangu. Kuona niweza mke wangu. Unaniweza nakwambia. Umda lopata chimbika nakwambia. Wewe endelea. Unachokitaka utakipata. Hivi unanichukuliaje mimi? Unaona zezeka sana hivi. Sio zezeka. Samahani sana. Sasa nadhani umenisahau. Alafu Nini kinachokiona? Bora dadangu umefika. Bora kabisa umefika. Uongee na huyu mwanamke. Kwa hiyo mmefanya kikao cha familia, si ndio? Mlikuwa mmeitana? Mlikuwa mmeitana? Naomba unisikilize. Wifi yangu. Maisha ya nyinyi. Wewe mwanamke wewe bwana, adabu inafunzwa wapi? Ungekuwa na adabu ungekuwa unaniletea matumizi kila kitu. Hivi wewe ni mwanaume dume? Na wewe wifi tulia. Upo kabisa shemeji, yana bila shida kabisa. Dada, najua mapilau la kutosha pilau. Watu na mapilau yao. Dada hana baya. Jamani wifi. Dada tena. Karibuni jamani. Unasoma pilau. Maana ndani wewe umekatika, unajua tutakaa vipi? Pilau wewe unataka. Ingia tu ndani. Kae tu jamani hapa. Kae tu shemeji. Kae kaka. Nimeondoka. Tumeshakaribia hivi. Naona una furaha mwenyewe. Kaka. Wifi yangu. Niliwamisi sana. Hata sisi tulikumisi sana dadangu. Lakini hali niliyoikuta pale, mmenishangaza sana mjue. Mmenishangaza sana. Kwa kweli kwa kuwa mmefika wote, hii ni kama familia. Lazima mimi niongee mambo yote hadharani. Ongea bosi. Unamfanya dada huyu? Jamani, mimi humu ndani ndio mwanaume. Na hilo mnalifahamu vizuri. Na huyu ndiye mke wangu. Nalijua vizuri. Humu ndani mimi naemea. Nafanya kila kitu ambacho mwanaume anataka kufanya katika nyumba yake. Mimi nafanya. Lakini kufua hata t-shirt yangu moja hajawahi kunifulia huyu mwanamke.
Hatujaishia hapa. Kuna siku nimekuja shemeji, nimechoka zangu. Nafika ndani nakuta chakula hakuna. Sawa, nikauliza kwa mke wangu, "Mbona chakula hakuna?" Ananijibu kwa kebei na dharau, ananiambia mimi ndani nikapike. Hivi kweli hiyo iko sawa shemeji? Sasa mimi nasema hivi, kwa kuwa mmekuja ni bora. Kwa sababu hili swala nilikuwa na mpango liende kwenye baraza la usuluhisho huko wakasuluhishe. Likiwashinda nimpe talaka akwende kwake. Mimi sio mgumba. Wifi, mmefikia huko? Hamna wifi bwana. Hakuna haja ya kwenda barazani, sijui serikalini wala taraka. Kwa mtu anayejielewa atajirekebisha. Wifi yangu, siku zote katika ndoa mwanamke huwa anavunja ndoa yake kwa mikono yake hii miwili, akiendekezwa na upumbavu alionao. Huyo ni mwanamke mpumbavu. Sitaki wewe mwanamke mpumbavu hivi. Kilichonikuta mimi najuta mpaka leo. Sitaki na wewe yakukute kama ilionikuta mimi.
Naongea na wewe Rose, pesa yangu iko wapi? Nataka pesa yangu. Hela yangu imeenda wapi? Yaani mimi naongea na wewe unakaa uko busy na mambo yako. Sio maana yake. Unaona nimekaa kimya, unaendelea kunichokonoa. Endelea. Humu ndani tunaishi wangapi? Si mimi na wewe. Pesa yangu inapoteaje ndani wakati tunaishi mimi na wewe? Kama hujachukua ni nani? Ina miguu inatembea sasa. Ina miguu pesa yangu. Nipe pesa yangu bwana. Okay. Nimechukua mimi. Kwani vipi? Sasa pesa yako hiyo. Nipe pesa yangu bwana. Nipe pesa yangu. Yaani Beni, kila siku ndani naemea mimi. Leo nimechukua hii hela yako mshenzi yako hii. Imekuuma Sinakuuliza wewe imekuuma? Ndio sikupi, huna hapa kunipeleka. Au sio? Kwa hiyo unanikazia. Fresh tu. Fresh tu. Mimi si mwanaume. Yaani hiyo tembo kakutoa fahamu, hiyo tembo kakutoa fahamu. Unanikazia au sio? Mimi mwanaume natafuta na nitaendelea kutafuta. Hiyo pesa nishachukua na huna la kunifanya. Na huna la kunifanya. Na hunifanyiki popote. Fresh. Kwani katika hela hiyo nayo hela? Mimi napata hela zaidi ya hiyo. Na huko kwenye napambana kila siku napata hela. Usinichukulie poa. Hela hiyo hela. Katika hela. Ishi. Unaona umenikomoa, kumbe unajikomoa mwenyewe. Nenda huko. Katika hela na hii hela. Sio hela. Nyo. Ungangania. Ndio nishachukua tayari. Sasa unaenda wapi? Naenda wapi? Hujui naenda wapi? Naenda kuchukua kutafuta pesa. Tembo tu nakutoa fahamu. Hujaosha vyombo, hujashota maji. Alafu unataka kwenda, si ndio? Ukienda, ule huko. Usije ukaomba chakula huko. Kula tu. Kwani nakuja kula huko mchana? Huko si usiku tu na kufariji kula na mke wangu. Wewe unakuja kula jeuli yako wewe. Jeuli. Jeuli mbona zinaliwa siku hizi? Wakiana kidogo hiki. Hujui wewe kama mimi ni mama wa mipesa. Hujui wewe? Pesa umepauka hivi. Sura kama goti la kilema. Umesahau kama mimi ni fighter Fighter wapi? Fighter gari, fighter ni gari. Sasa nasema hivi, utakula jeuli yako na ule huko unakoenda. Sawa. Nisikuone huku nakwambia. Mbuzi mmoja wewe. Wewe ng'ombe ni. Nyo lione kwanza. Niliakanyaga eti wanaume. Aisee, wanaume wa 7 kama unauza mmoja tu uko unapata mihela. Na wewe unajua mimi ni fighter wewe. Nitakuuza wewe mimi nipate hela. Mbuzi mmoja wewe. Na wala hapo uje urudi hapo ulete hilo tumbo lako eti na njaa. Hapo ndo utanitambua mimi ni nani. Kula kwa nini? Kama unachukua na vipika Bukoba. Ila Mr. Beni. Uko vizuri. Ni vitu wa dini. Sana. Kule kote vipatikani kabisa. Wapi? Kuna kitu ile wapi kitu kama hicho. Kama hapo hapa mjini. Au kwa Mimi kalanga tayari mwanangu. Nishashiba. Anaziweka wapi? Nishashiba mwanangu. Awe kalanga gongo mwanangu. unaona. Andazi yenyewe inanisumbua kumaliza hivi. Ndio unipi. Na mimi kalanga hamna. Ngoma huyu. Tumbo la mtumba eti. Hivi Mr. Beni, kwa msosi huu unaokula hapa, ukifika nyumbani unataka ule tena? Ndio. Wewe huwezi kula kwa vurugu hivyo mwanangu. Alafu ufike na nyumbani ule tena. Yaani hapa mimi nakula vionjo. Wewe. Nikirudi nyumbani nitakula sasa. Wewe. Alafu nitakula tena. Mzee wa miporomoko. Ala, mimi tena.
Sasa na fursa hii. Sikuwezi. Uko vizuri mwanangu. Hongera sana. Nimeshiba. Kiwangu naomba chakula. Unasemaje wewe? Chakula? Ulivyoondoka bila kuchota maji, ulitegemea nini? Kwa mke wangu nisipochota maji siwezi kula tena. Usijisaulishe wewe. Umenielewa? Haujui wajibu wako hapa nyumbani? Haujui wajibu wako hapa nyumbani? Hujachota maji, hakuna kula. Fanya kazi ule. Usiku mwema. Nimesema ondoka, toka kunisimamia mimi. Fresh kama kaa. Kama kaa. Niambie bwana. Shwari mzee baba. Mwanangu mimi niko na shida hapa. Sasa shida yenyewe ni ya chumba mwanangu. Chumba. Hivi naweza kupata chumba mazingira ya hapa hivi? Chumba mbona vipi mwanangu? Hata pale anapoishi rafiki yako Ben, kuna chumba pale. Sasa Ben bwana nilimuuliza afa kaniambia pale anapoishi hamna vyumba mwanangu. Ndio. Ndio. Tena mguu wangu huu nimetoka sasa hivi pale. Basi poa mwanangu. Labda rafiki yako atakuwa na jambo lake. Sijui. Labda atakuwa na jambo lake mwenyewe. Basi fresh mwanangu. Basi poa mwanangu. Mimi nikimaliza harakati hapa nitaenda jioni kwenda kuangalia hapa. Poa mwanangu Beka mwanangu. Poa fresh mwanangu. Beni anasikia sauti za kelele. Shufaina anamwambia jifunze wewe. Salim na yeye anachomekea. Kaka si umefanywa mkewe. Lakini Beni haoni shida. Anasema mke wake ni dhahabu. Naheshimu kazi yangu, ndo hilo niweka mjini. Anayenilinda Mungu na ndo maana najiamini. Si hao wenye maringo unamlingia nani? Au unaowalingia ndo walokupa umaarufu mjini. Beni Bwege, oh Beni Bwege, kila neno unarudisha tege. Beni Bwege, oh Beni Bwege, Shufaina na Salim wanakucheka.